makuu ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC na katika vituo vingine hapa jijini Nairobi. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Linda Alela kwa mengi zaidi. Alela? Asante sana Andreen. Kama ulivyosema, ni shughuli ambayo inaendelea si hapa Nairobi tu, lakini ni kote nchini, almaarufu Enhanced Continuous Voter Registration, wakisema kuwa kwamba wametenga utaita initiative ambayo ni speciali kutoka kwa IEBC ambayo inaanza leo na itafanyika kwa siku 30 mfululizo. Kwa hiyo wamesema kwamba wanazindua mpango huu katika kaunti ya Kwale, lakini kama unavyoona au kama alivyokueleza Javas Kiania hapo ni kwamba shughuli hii inaendelea katika sehemu tofauti katika nchi ya Kenya. Kwa mfano hapa sasa hivi tuko katika Anniversary Tower, jengo la Anniversary Towers huku Nairobi, na kuna watu wengi tu ambao wamejitokeza ili kuweza kujisajili kama wapiga kura. Kama unavyoona katika jengo hili ndani kuna sehemu ambayo imetengwa ili watu waweze kusubiri, wako katika foleni kuweza kuona kama watapata nafasi ya kupiga kura. Na kama unavyoona kwamba vijana wengi wamejitokeza, hili ni jambo ambalo linasemekana kwamba IEBC ina uwezekano wa kuweza kuvuna nambari nyingi sana tofauti na siku zingine zote, kwa sababu tumeona vijana wengi wamejitokeza wakisema kwamba ni haki yao kuweza kujua ni jinsi gani siasa zinachezwa nchini. Kwa hiyo wanasema ni vizuri kwamba watajiita wote, na umeona huo mpango ambao umekuwa ukiendelea wa Niko Kadi, ili kuweza kuhakikisha kwamba wote wanahakikisha wale ambao wamefikisha miaka ya kupiga kura wanahakikisha kwamba hili linafanyika, wanachukua, wanarejista au wanajisajili ili kuwa tayari kwamba ikifika mwaka wa 2027 basi wataweza kupiga kura. Kama unawaona, hawa ni wale ambao wameingia katika jengo kuu ambapo kuna maafisa wa IEBC wamekaa sehemu tofauti, wengi tu ukiangalia, ili kuweza kuwashughulikia na kuhakikisha kwamba labda wataweza kujisajili. Wengi wamekuwa wakilalamika kwa sababu ya vitu vidogo hapa na pale. Wengine wanasema kwamba walipiga kura mwaka ambao ulipita, sio kwamba yani mara ya mwisho ambayo Wakenya walipiga kura hiyo ni mwaka wa 2022, na wanasema wanaangalia katika rekodi, wanaona kwamba jina zao hazipo. Wengine wanasema kwamba wanakuja hapa wakisema wanataka kujisajili, unapata kwamba tayari namba yako au jina lako liko pale. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo wanaita IEBC, wanasema kwamba IEBC itakuwa ni bora wawe macho kuweza kusafisha rekodi zao, ili itakapofika siku za kupiga kura basi iwe ni itakuwa ni swala ambalo litakuwa ni safi na isiwe na tashwishi yoyote. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaendelea sasa, na kama nilivyosema hapo awali, basi kuna uwezekano kwamba IEBC itapata nambari nyingi sana tofauti na namba zingine zile zote. Ni kwamba labda tuseme jambo hili ambalo vijana wamesema wamejitokeza katika mpango wao wa Niko Kadi linafanya vizuri sana ili kuweza kusaidia. Huenda labda itakuwa ni kitu ambacho IEBC itaangalia iwe inafanya hivyo hata miaka zingine za kuja hapo mbele, kwa sababu tumekuwa tukiona kwa miaka nyingi sana IEBC ikiwa na tatizo la kuweza kuwasajili watu. Kwa kawaida siku kama hii usingeliona watu wengi wakijitokeza kwa nambari nyingi hivi. Hapa ni Anniversary Towers, lakini tumetembelea vituo vingi tofauti tangia asubuhi. Unapata katika vyuo vikuu IEBC imefanya bidii kuweza kuweka meza yao pale ili watu wakwende kujisajili. Kwa hiyo tutakuwa tunakupatia picha kamili kadri siku inavyozidi kuenda. Andreen, nafikiri nitarejesha kwako studioni, tutazidi kuzungumza na wengine na tuweze kujua ni lipi ambalo litaendelea, na pia tutakwenda katika kaunti ya Kwale ambapo mpango huu umezinduliwa rasmi, tuweze kujua ni vipi mambo yanavyozidi kuendelea. Andreen, kwako. Asante sana Linda Alela. Mtazamaji, mwandishi wetu huyo akifuatilia